Kipato, the art of income circulation, sanaa ya mzunguko wa kipato. Leo tujifunze kuhusu sanaa ya mzunguko wa kipato. Je, fedha zako huwa zinaenda wapi? Na unapokuwa umepata fedha unazipeleka wapi na wapi na wapi? Ni maeneo gani ambayo fedha unaipeleka ambayo haikuwa sahihi kwako wewe kuipeleka, na ni maeneo gani ambayo huwa haupeleki fedha yako wakati maeneo hayo ndiyo nyeti zaidi? Na je, utajuaje kama umeweza kuanza kujiimarisha kiuchumi? How will you notice kwamba sasa uko imara, umejiimarisha kiuchumi kiasi kwamba una uwezo wa kufanya mambo yako kwa uhuru, kaanza kuelevate kwenda katika ngazi za kuelekea ule uhuru wa kifedha au uchumi ulioimarika. This is Coach Amos. Leo nataka tuzungumze kuhusu mzunguko wa kipato kama ambavyo inaonyeshwa hapa. Kipato kinazunguka katika mizunguko gani, na katika mzunguko huo wa kipato mambo gani unapaswa kuyazingatia? Nini uanze katika kuzungusha fedha yako na nini ufuatishe, yani nini kinatangulia, nini kinafuata, baada ya hapo nini kinaendelea. Wengi wakipata fedha wanaitumia wanavyojisikia, mwisho wa siku inaishia kupotea. Changamoto inakuja kwamba ni kweli leo una nguvu za kupata fedha, una nguvu za kukimbiza bodaboda, una nguvu za kuzungusha bidhaa mtaa kwa mtaa, una nguvu za kufanya umachinga leo, una nguvu za kuchimba visima, ni kweli. Leo una nguvu ya kukimbia kwenda kwenye biashara, jambo ambalo ni zuri sana. Leo una nguvu za kwenda kazini, una uwezo wa kwenda kazini ukarudi jioni. Leo una nguvu za kuandika makala, kuandika matangazo. Leo una nguvu za kupiga simu, kuwapigia wateja, kufanya follow up, okay? Leo una nguvu labda za kutengeneza content. Leo una nguvu na energy ya kutosha labda ya kuweza kuwafuatilia wateja wako hatua kwa hatua. Leo una nguvu, unapata fedha, income inaingia, kipato kinatengenezeka. Je, fedha yako unaipeleka wapi? Kwa sababu mwisho wa siku hautakuwa imara kutengeneza fedha siku zote. Kuna siku utaishia katika namna ambayo utahitaji labda nguvu ya ziada kuweza kuishi. Utahitaji watu wengine wakusaidie, utahitaji watu wakushike mkono. Kuna wakati utahitaji labda usaidizi, lakini pia kuna wakati utahitaji fedha ikulee, fedha ikulee. Sasa utakuwa mgeni wa nani pindi ambapo nguvu za kukimbia kwenye biashara Kariakoo hautakuwa nazo? Nguvu za kuendesha magari, wale ambao wanaendesha magari ya kwenda mikoa, hautakuwa nazo. Nguvu za kuchimba visima, nguvu za kuchimba mahandaki na mashimo, wale ambao mnafanya kazi ya kutumia nguvu, wale ambao mnaranda mbao zile, ile nguvu itakapokuwa imeisha, utakuwa mgeni wa nani? Kwa sababu mwisho wa siku Mungu anaporuhusu upate hela leo, anataka hiki kipato chako kiweze kuzunguka katika mzunguko sahihi. Na wish wale ambao mnatujoin katika mtandao wa Instagram na Facebook, tuweze kwenda pamoja tuangalie mzunguko sahihi wa kipato katika namna ambayo itakuwa na mpangilio mzuri ambao mwisho wa siku utakuwezesha wewe kuweza kuwa na sustainable income, okay? Kipato imara na endelevu. You can share the live, unaweza ukashare live kwa rafiki zako tuweze kujifunza somo hili muhimu sana, okay? This is Coach Amos. Wherever you are watching us, unaweza ukatuambia unatutazama ukitokea wapi. Unaweza ukatuambia kwenye comment section unatutazama ukitokea wapi. This is Coach Amos, certified financial educator and trainer. Leo nataka tuzungumze kwa undani zaidi kuhusiana na mgawanyo na mtawanyiko wa kipato katika namna ya kupangilia ili kiweze kuwa murua barabara kabisa katika kuhakikisha unajenga msingi imara wa leo, lakini pia unatengeneza maisha bora ya baadaye, lakini pia kama haitoshi unaweza kutengeneza kitu kinaitwa transition kutokea kwako kwenda kwa vizazi vingine. Hii ni sanaa ambayo inahitajika. So leo tunajifunza sanaa ya mzunguko wa kipato chako, the art of your income
circulation. Unaizungushaje fedha yako, na ukimaliza kitu gani huwa unafanya kitu gani? Let's go together. Unaweza kuendelea kushare live, lakini pia usiache kutuambia uko wapi na unatufuatilia ukitokea wapi. Asante sana. Twende pamoja. Tuanze moja kwa moja tuangalie mzunguko wa kipato. Let's go. Kwenye mzunguko wa kipato tuna eneo hapa la katikati ambao ni income, okay? Kwenye income hapa tunategemea kwamba unafanya kazi. Sawa sawa. Kwenye ile kazi unaoifanya tunatarajia kwamba unatengeneza fedha. Na ile fedha unaoitengeneza inakusaidia kukidhi mahitaji mbalimbali na kupata vitu vya msingi ambavyo vinakuwezesha kuendelea na maisha. Lakini je, nini kitu cha kwanza? What is the first thing first? Kwa sababu moja ya makosa ambayo wengi wanayafanya kwenye uchumi na fedha na kwenye maisha kwa ujumla ni kufanya kitu cha pili kukiweka cha kwanza, na kufanya kitu cha kwanza kukiweka cha pili ama kukiweka mwishoni. So what is the first thing first? Kitu gani ni cha kwanza kabisa unapokuwa unaanza safari ya kutengeneza kipato? When you are generating income, what is the first thing to do kwenye circulation ya kipato chako? Tunapokuwa tunazungumza the art of income circulation. Sawa sawa. Hapa kwenye income. Sasa mzunguko, kituo chetu cha kwanza kabisa tunapokuwa tunafanya mzunguko wa kipato, cha kwanza kuliko vyote tunaganga njaa. Tunapokuwa tunazungumzia issue ya kuganga njaa kwenye mzunguko wa kipato, tunazungumzia mahitaji yote ambayo mwanadamu anahitaji kuyapata ili maisha yaweze kwenda. Hapa tunazungumzia swala zima la bili zote, bills, tunazungumzia bills, tunazungumzia mambo ya nguo, clothes, sawa sawa, tunazungumzia transport, tunazungumzia mambo ya school fees, mambo ya school fees, fees, tunazungumzia makazi, tunazungumzia rent, right? Tunazungumzia mambo yote yanayohusiana na maisha ya kila siku ili uweze kuishi. Sasa ili eneo la njaa ndilo eneo ambalo linaongoza kutumia fedha nyingi sana. Kwa nini njaa? Kwa nini liwe ni eneo la kwanza? Ni kwa sababu kwenye safari ya kuelekea uhuru wa kifedha, okay, thank you very much for you joining us from wherever you are. Popote unapotutazama, unaweza kutuambia unatujoin ukitokea wapi, unatujoin ukiwa unatufuatilia kutokea wapi. This is Coach Amos, certified financial educator and trainer. Ni mkufunzi elimu ya fedha aliyeidhinishwa na Benki ya Tanzania. So let us go together tuweze kujifunza safari hii ya mzunguko wa kipato, na leo Jumapili hii nimependa tuweze kuzungumza somo hili la muhimu sana. Ninaamini baada ya kipindi hiki utakuwa umepata kitu cha muhimu na cha kuweza kuongeza value kwenye safari ya kujijenga kiuchumi. Let's go together. So unapokuwa unaganga njaa, ganga njaa kimkakati. Kwenye safari ya kuelekea uhuru wa kifedha, tunasema mtu anatoka kwenye kutegemea wengine, anaanza kujitegemea. Kama mnakumbuka vizuri, nimewahi kufundisha hili somo la how to move steps towards financial freedom. Ya kwanza huwa tunaita dependent stage. Dependent stage, kama mnakumbuka, ni ile hatua ambayo unakuwa hauna uwezo wa kuingiza fedha inayotosheleza maisha yako. Ina maana unategemea baba, unategemea mama, unategemea mjomba, unategemea shangazi, unategemea watu wengine waweze kukusaidia upate kuishi. Hapa uko kwenye hatua ya dependent stage, hatua ya utegemezi. Hatua ya pili huwa tunaita solvency, okay? Solvency stage. Kwenye hii hatua ya solvency stage ni ile hatua ambayo kama hujaangalia hili somo unaweza kaliangalia kupitia account yangu ya YouTube ya Festo Amos. Unaweza kaandika hatua za kufikia uhuru wa kifedha by Festo Amos, watakupatia YouTube kule. So hatua ya pili kwenye safari ya kuelekea uhuru wa kifedha ni pale ambapo unakuwa na kipato kinachotosheleza kukidhi mahitaji yako tu, na fedha yote inaishia hapo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo
unapokuwa uko kwenye hii safari ya kuganga njaa, ina maana kama kipato chote kinaishia hapa kwenye njaa, kumanage bili zote, nguo, sijui usafiri, mambo ya ada, sijui makazi na kadhalika, kama fedha yote inaishia kwenye njaa, ina maana wewe kwenye income level, income yako iko the same. Income versus matumizi, expenses. Kama kipato na matumizi vinalingana, ina maana wewe uko hatua ya pili kuelekea uhuru wa nini? Uhuru wa kifedha. Kwa hiyo ukiwa katika level hii, huna ability even to save, huna uwezo hata wa kuweka akiba. I hope you get my point. Sawa sawa. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii level, ina maana wewe maisha yako unadili na njaa. Ngoja niseme masikitiko yangu. Masikitiko yangu. Haya ndio masikitiko yangu kwa habari ya kuganga njaa. Unapokuwa unatengeneza fedha, halafu fedha yote inaishia kwenye matumizi ya kuganga njaa. Njaa nazungumzia mambo yote ambayo yanakuhitaji wewe uweze kutumia fedha ili uendelee kuishi. Kama fedha yako yote inaishia kwenye kuganga njaa, ina maana maisha yako yote utaishia kutumikia njaa mpaka unaondoka kwenda kaburini. Inamaanisha hata maisha yako yatakuwa mafupi. Kivipi? Kama hatakuwa mafupi, manake yatakuwa ni marefu yenye mateso, right? Kwa sababu kuna kipindi ambacho hutakuwa na energy ya kufanya kazi, kuna kipindi ambacho hutakuwa na nguvu ya kutengeneza fedha, kuna kipindi ambacho hutakuwa na nguvu ya kukimbia barabarani, kuna kipindi ambacho hutakuwa na nguvu za kushughulika, ile physical energy itakuwa imepotea kwa sababu ya umri. Kwa hiyo katika kuendelea kuganga njaa, lazima ufanye vitu vikubwa viwili. Oh my goodness. Vitu viwili. Cha kwanza, utatakiwa upambane kumanage matumizi yako. Why? Managing your expenditure itasaidia kuishi at least chini ya kipato. Hata kama inaweza isiwe, unaweza let's say unatengeneza 300,000. Ukafanikiwa kuishi labda 10% ni shilingi ngapi? 10%. 10% ya 300,000 ni 30,000. 30,000 ukifanikiwa kuwa kwenye kila 300,000 unaacha 30,000, ina maana umejifunza kujilipa mwenyewe na umejifunza kuishi chini ya kipato. Maana yake hii safari ya mzunguko wa kipato itakuwa tayari imehama kutoka kwenye kuganga njaa, utaanza kutengeneza kitu kinaitwa security. Utaanza kutengeneza ulinzi. Yes. Why? Kwa sababu unapokuwa unatengeneza kipato, kanuni ya Mungu iko hivi. Unapopata hela, kuna vitu vitatu vya msingi. Kuna maisha ya sasa, kuna maisha yasiyojulikana, alafu kuna maisha yajayo. Maisha ya sasa tunazungumzia kipato kwa ajili ya kukidhi uhitaji wa sasa hivi. Maisha yajayo tunazungumzia maisha ya siku utakazokuwa umestaafu au utakapokuwa umezeeka. Maisha yasiyojulikana tunazungumzia emergency, lolote linaweza likatokea. Dunia hii ina maajabu mengi sana, hakuna ijuaye kesho. Kwa hiyo lazima uwe makini sana, haijalishi unatengeneza kiasi gani cha fedha. Kwenye yale mambo mawili ya kufanya, cha kwanza ni kumanage expenditure, cha pili ni kupambana kuongeza kipato. Una manage expenditure, una manage matumizi yako, lakini hapo hapo unapambana kunini? Kuongeza kipato. Inawezekana kwa kutumia kile chanzo chako cha kipato, au kwa kutumia chanzo kingine, ama kwa kutumia nguvu na muda mwingine wa ziada, au kwa kutumia kitu chochote ambacho kinaweza kukusaidia ukajifunza ujuzi wa ziada, labda ukaamua kwa dhati kujifunza kufanya vitu ambavyo viko nje na kile kitu chokuwa unakitegemea.
Ndio maana naambiwa ukitegemea chanzo kimoja cha mapato, siku hicho chanzo cha mapato kikipata changamoto, na wewe maisha yako yatakuwa ni kama yamekatishwa, kwa sababu duniani hapa hakuna namna unaweza kuishi bila kutumia fedha. Kwa hiyo income huwa naita ni king. Kipato ni kama mfalme wa maisha. Ndio maana ukikosa fedha, karibu kila kitu kina stop. Kwa nini? Kwa sababu fedha imethibitishwa kwamba ni jawabu la mambo yote. Popote ulipo unapotufuatilia, unaruhusiwa kucomment hapo. Je, unatufuatilia katika live ya leo ukiwa wapi? Kama ni uko kwenye mtandao wetu wa Facebook au Instagram, tafadhali tell us where are you watching us from. Unatufuatilia darasa la leo ukiwa wapi au ukitokea wapi? This is Coach Amos. Tunaendelea na darasa letu, tunazungumza kuhusu mzunguko au the circulation of your income. Mzunguko wa kipato chako. Unapopata fedha huwa inaenda wapi na wapi na wapi unatakiwa upatangulize, pawe ni first thing first, kwa sababu kanuni mojawapo ya vipaumbele tunasema weka kitu cha kwanza kiwe cha kwanza. So cha kwanza ni njaa, unaiganga njaa ili uweze kuishi. Cha pili kinachofuata baada ya kuiganga njaa ni hii hapa, ulinzi, security. Kwa nini tunazungumzia kuhusu security? Maisha ya mwanadamu yana mambo mengi, halafu hayatabiriki. Muda wowote lolote linaweza likatokea. Hapo ulipo wewe hapo, je, ikitokea jambo ambalo linakuhitaji pengine utumie labda milioni 1 au 500,000, ghafla binivu laki 5 inahitajika, utafanya nini? Au ikitokea jambo ambalo linaweza likazuia uwezekano wa wewe kupata hela, uwezekano wa wewe kupata kipato, unaweza kaendelea na maisha yale yale kwa muda gani? Unaweza kusurvive kwa muda gani? So that's why tunazungumzia kuhusu the so called security, ulinzi. Kwa mzunguko wa kipato, ukimaliza kudili na njaa, kinachofuata ni emergency. Emergency hii ni kwa ajili ya kuhakikisha unajiwekea usalama wako na ulinzi wako pindi linapotokea jambo lolote kwenye maisha yako. This is Coach Amos, wherever you are unapotuwatch. This is Coach Amos, certified financial educator and trainer. Popote unapotufuatilia, tuambie kwenye comment section unatufuatilia ukitokea wapi. Karibu sana. Leo tunajifunza the so called mzunguko wa kipato. Fedha inapopita mkononi mwako unaizungusha kuelekea wapi, na jambo gani unaliweka liwe la kwanza, na jambo gani unaliweka liwe la pili, lakini jambo gani ambalo huwa unalisahau na unakosea, pengine unaliposition mahali ambapo halikupaswa kuwekwa. Let's go on. Baada ya kuchukua fedha ukaipeleka kwenye njaa ukawa umeimudu, ukawa na uwezo wa kumudu njaa. Ngoja nizungumze kitu kimoja. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Mahatma Gandhi. Sadhguru ni mmoja wa wanafalsafa nguri sana kutoka nchi za Kiarabu huko. Aliwahi kusema quotation moja, anasema life starts when you never struggle for survival. Maisha yanaanza pale unapokuwa hupambanii kuishi, hupambanii ugali. Naelewa vizuri Lakini je, umeshavuka level ya kupambania ugali? Hebu tuambie kwenye comment section. Watu wengi duniani wanapambania ugali. Watu wengi duniani anaishi ili ale. Na moja ya changamoto inaonyesha kwamba safari yako ya maisha bado inahitaji nguvu ya ziada ni pale ambapo fedha yako yote inaishia kwenye chakula. Oh my goodness. Fedha yote kama inaishia kwenye chakula, maana yake kwa mjibu wa Sadhguru anasema kwamba kama bado pesa yako yote inaishia kwenye chakula, yani hata uhakika wa kula usiku haupo, uhakika wa kula kesho haupo, maana yake wewe bado unapambania chakula. Anasema hujaanza kuishi. Kwa nini hujaanza kuishi? Ni point hii hapa, sikiliza. Unaona hapa? Nimekwambia hivi, baada ya kutoka, nataka nikuoneshe kitu kimoja hapa cha muhimu sana. Baada ya kutoka kupambana na njaa, ukaweza kutengeneza security. Sawa sawa.
Ukishatengeneza security, kituo kinachofuata ni maono au kusudi. Hapa ndipo tunasema umeanza rasmi kuishi. Hapa tunazungumzia unaanza kuwekeza kwenye vipawa, unaanza kuwekeza kwenye vipaji, unaanza kudili na ndoto zako, unaanza kushughulika na shauku. Hivi vitu ndivyo vinavyoleta ridhiko la kweli la moyo. Ngoja nikwambie kitu cha msingi sana hapa. Unapokuwa unapambana, hata kama unaingiza fedha kiasi gani, it doesn't matter. Unaganga njaa kwa kiwango gani, haijalishi. Umesevu vya kutosha kwa ajili ya emergency au security, bado haitoshi, kwa sababu nafsi ya mwanadamu ilivyoumbwa, kuna kitu uliumbiwa maoni mwako na nafsini mwako, ambacho hicho kitu ndicho kinachokutafsiri wewe ni nani, na hicho kitu ndicho ambacho kinatengeneza afya ya roho, nafsi na mwili kuridhika. Si unanielewa vizuri? So kama nafsi, roho na mwili bado unaendelea kufanya kazi, labda kazi ambayo huipendi, umeajiriwa, au kuna shughuli tu unaifanya ya kwa ajili ya kupata fedha, kwa sababu in the beginning tunafanya kazi kwa ajili ya hela, lakini baada ya kupata hela, zile hela tunazitumia kuja kufanya kitu kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ulimwengu. We do for others, we do for the world, we do just to exercise who we are, to tell the world who we are. Yani tunatoka kwanza kutumia vyeti vyetu, ujuzi wetu na maarifa yetu ili tupate hela kwa watu au kwa ulimwengu au kwa jamii. Baada ya hapo tunatumia zile fedha kama msingi wa kuja kuanza exercise kilicho ndani yetu ili tuuambie ulimwengu sisi ni akina nani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mzunguko wako wa kipato, kituo cha tatu baada ya kujiwekea security, unakuja kuishi kitu kinaitwa ndoto. Come here. Unaishi ndoto yako, unatumia vipaji vyako, unatumia vipawa vyako. Hapa ndipo tunasema haya ndiyo maisha halisi. Yani maisha halisi ya kweli, maisha yako hapa. Na haya maisha unaweza ukaanza kuyapambania suni tu baada ya kutoka chuo. Kama ulitengenezwa mapema, kama uliandaliwa mapema, itakuwa rahisi kuanza kuyaishi haya maisha mapema. Wenzetu wa nchi zilizoendelea, hasa Ulaya, nchi za magharibi, walio wengi wanaandaliwa mapema, wanatengenezwa, wanakuwa trendy, wanapata mentorship, wanapata malezi ya vipaji, vipawa, wanasomwa wakiwa bado wadogo ili kujua ni nini walichokibeba. Halafu wanapokuwa wamekwisha kuanza kukua, wanapelekwa shule kwenda kuendeleza vile vitu vilivyo ndani yao. Kwa wao inakuwa ni rahisi kujikuta wanaweza kuanza hata kutengeneza fedha kupitia maisha yao, kupitia vipawa vyao, kupitia vipaji vyao, kupitia ndoto zao, kupitia maono yao, kupitia kusudi lililowafanya wazaliwe. Kwa hiyo wao inawezekana income yao ya mwanzo ikawa inatokea hapa, lakini wewe ambao unaanza kujitafuta ukubwani, inawezekana huku ukajikuta mpaka unafikisha miaka 30 bado hujajua wewe ni nani, uko duniani kufanya nini, hujajua. Sijajua right now wewe ni mtu unafanya kitu gani, lakini dunia, ulimwengu, kiukweli ulimwengu tulio nao unatusubiri na unatungojea, na huu ulimwengu unatudai. Naomba uelewe, ulimwengu unatudai.
na kuna vitu wewe ulizaliwa navyo ambavyo unakuja kuvifanya duniani, na hivyo vitu usipovifanya utakufa ukiwa una deni. Usikubali kufa na deni moyoni, sawa sawa? Usikubali kufa na deni moyoni. Kile kitu ambacho Mungu amekiweka moyoni mwako na nafsini mwako, hakikisha unaki exercise ili usitukatili walimwengu, usitudhurumu, usitupokonye na usitutapeli, ukatudanganya, ukaishi maisha ya kufeki duniani, mwisho wa siku na kufa na vitu ambavyo ulitakiwa kuviacha duniani. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maisha ya wengine, kufanya vitu vitatu: moja, kutatua matatizo ya watu; mbili, kuboresha maisha ya watu; tatu, kuburudisha wengine. Naelewa Inawezekana kazi yako mojawapo katika hizo ni ile ambayo umeletwa duniani kufanya. Okay. Sasa nini unakifanya? Kipato hiki kinavyozidi kuongezeka, when income rises up, kipato kinavyozidi kuongezeka, watu wasio na ufahamu wa kutosha wa masuala ya haya ya hela wanaendelea kujitanua kwa kuishi maisha ya expensive life, kwa kwenda kutanua kuishi, yani kuendelea kuwekeza kwenye basic needs, wanawekeza kwenye mambo ya mahitaji ya muhimu. Lakini wenye ufahamu wa kutosha, kipato kinavyozidi kuongezeka, wanaendelea kuwekeza hapa kwenye nini? Kwenye maono. Na haya maono mara nyingi sana ndio yanageuka, sikiliza point, haya ndio yanageuka secondary source of income. Mara nyingi haya maono au maisha au kusudi, vipawa na vipaji ndivyo vinageuka ni chanzo cha pili cha nini? Cha mapato. Labda unataka kuimba, unataka kuchekesha, unataka kuwa mwigizaji, unataka sijui kufanya vitu gani, ili mradi hicho kitu nafsini mwako kimejaa, unakipenda, unakifurahia na una passion nacho na una enjoy na unajisikia wewe ndiye, yani you feel to be real, unasikia wewe ni mtu halisi. Yes, kama unajisikia hivyo, ina maana hicho ni kitu ambacho kiko moyoni mwako, ndipo unaanza kuishi. Haya ndio maisha halisi kwa kutumia vipawa, vipaji na kadhalika. Sasa kuna possibility ya vitu viwili kutokea. Unaweza ukawa ile kazi yako kule ya mwanzo, sijajua ilikuwa ni ajira, ulikuwa unatumia vipaji, unajua ulikuwa unatumia vipawa na kadhalika. Inawezekana ile ya mwanzo ilikuwa inakupa fedha, lakini ile fedha mwisho wa siku, baada ya kukuta ile eneo linaanza kukupa hela, ikakulazimu kuja kuwekeza muda wako zaidi hapa. Inaruhusiwa. Unawekeza muda zaidi hapa, then unaendelea na maisha huku ambavyo unaendelea kuishi. Hiki kinakuwa ni chanzo chako ambacho kinageuka ni primary, kwa sababu kile kingine umetoka ili uwekeze muda zaidi kwenye nini? Kwenye ndoto yako. Hilo nalo linaruhusiwa, lakini usifanye kosa la kuacha chanzo mama na kwenda kwenye chanzo B cha maisha yako ikiwa bado hujaimarika vya kutosha, hujajiridhisha kama umetengeneza mifumo. Ili huku uweze kuja, hakikisha unakuja umeshajiimarisha. Una uhakika kabisa una uwezo wa kuendelea kusurvive pale kwenye security, pameimarika vya kutosha, lakini hapa umeshaona pana uwezo wa kukupa fedha inayozidi kile kiwango cha fedha ulichokuwa unakipata kule kwenye chanzo cha awali. Hii itakusaidia sana. Hili ni jambo la muhimu kuzingatia, usije ukafanya makosa. Ukatoka kwenye chanzo mama ukaenda kwenye kuishi ndoto yako au vipaji vyako, ili hali unajijua bado hujaimarika kwenye eneo hili, hujajenga brand vya kutosha, bado hujatengeneza wateja, hujajulikana na hujatengeneza ujuzi wa kujitosheleza, hujapata maarifa ya kutosha kwenye eneo hilo la nini? Kwenye eneo la nini? La vipawa na vipaji, au eneo la ndoto yako ambao unataka kuishi. Kama bado hujapata brand, hujapata labda kama ni management, wale ambao mnatumia management kwenye vipaji vyenu, kama bado, usirogwe kukimbia kutoka kwenye kazi yako au kwenye ajira na kuja kutaka eti kuishi kipaji. Utakimbia mjini, shauri yako. Lakini ile eneo mwanzoni kabla halijaimarika,
Unaweza ukawa unachukua pesa kule unanunua vifaa kidogo kidogo, kama ni vifaa labda kutengeneza content unanunua kidogo kidogo, mwisho wa siku baadaye unakuja unaanza kutengeneza, kufanya kwa muda wa ziada taratibu taratibu, mwisho wa siku likisha imarika utajikuta wow, unaweza kuanza kulifanya vizuri, ukianza kupata endorsement, ukianza kupata fursa, ukianza kupata nafasi, ukianza kupata mialiko, ukianza kupata hela na kadhalika na kadhalika. Unaweza ukafanya kuleverage. Kama mwanzoni ulikuwa unatumia kipaji au ulikuwa unatumia ujuzi fulani, kule unatengeneza leverage, unaacha watu, unatengeneza watu wanabaki wanasimamia ile nani chanzo A, halafu narudi huku kwenye eneo la kipaji, kipawa na vipawa, unaanza sasa kuzama mzima mzima. Huku umeshatengeneza mfumo, huku pesa inaendelea kuingia, huku unaendelea na kazi ya kuendelea kutrain watu, kuelimisha watu au kuexercise ndoto yako. Mzunguko wa nini? Mzunguko wa kipato. Let's go. Huu ni mzunguko wa kipato ambao tunaangalia jinsi gani ambavyo fedha utatakiwa kuipeleka maeneo mbalimbali. Tunaita mzunguko wa kipato. Mzunguko wa kipato. So ukishamaliza eneo hili, kuna fedha utakuwa unaizalisha kutokea hapa, sio? Unaelewa vizuri? Kuna baadhi ya kipato au fedha utakuwa unaipata hapa, wakati mwingine unaweza unapata fedha kutokea pia huku, sawa sawa. Kwa hiyo kitakachofanyika, kuna wakati pia eneo hili kuna wale ambao mnafanya charity, yani moyoni mwako unajisikia kufanya charity, na hiyo charity kiukweli haina uwezekano wa kukupa hela. Kwa hiyo utalazimika unaendelea kuexercise hapa taratibu, ambao unaona ndicho kilichojaa moyoni mwako, kwa sababu kuna baadhi ya vitu, calling nyingine, vipawa vingine na kadhalika, vingine uwezekano wa kutengeneza hela moja kwa moja unakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kama unaendelea kutegemea hapa, kwa hiyo utaendelea kuvuna hapa, unaleta hapa kidogo kidogo, unaleta taratibu, maisha yanaendelea. Mnamuona yule dada anaitwa Lolo nini sijui, anajiita sijui Lolo nini. Instagram nimekuwa nikimuona dada mmoja hivi anafanya biashara anafanya shughuli za kuwalisha watoto hapo Ubungo. Anaenda maeneo mbalimbali, anapika chakula na wapelekea na walisha. Ile kitu haina return ya moja kwa moja kutengeneza fedha. Kwa hiyo kama unafanya ile ya namna ya kuwasaidia labda watoto yatima na kadhalika, maana yako utalazimika uendelee kuongeza nguvu eneo hili ili endelee kuzalisha hela zaidi ya kuexercise hiki kitu, huku unaendelea kujiandaa, lakini bila kusahau mambo yafuatayo. Jambo la 4, jenga kesho yako. Hapa kwenye kujenga kesho tunasema unafanya kitu kinaitwa investment. Invest. Lazima uwekeze ndugu yangu. Fanya yote lakini usiache kuwekeza. Wekeza kwa sababu unapokuwa unaendelea kupata hela, unaishi ndoto yako, ila kumbuka kesho. Hapa tunawekeza, cha kwanza tunawekeza kwa ajili yako. Wewe wekeza kwa ajili yako. Hata kama una watoto, umezaa watoto 2, 3, 4. Hao watoto mwanzoni hatuwekezi kwa ajili ya watoto. Mwanzoni tunawekeza kwa ajili yetu. Watoto huko mbele utakapokuwa umezeeka, utakapokuwa umestaafu, watakuwa wenyewe wanaweza kujitegemea. Kwa hiyo hawatakuwa ni mzigo kwako. Unaelewa vizuri? Watakuwa tayari wamejitegemea. Kwa hiyo wewe ili usije ukawalemea huko, unawekeza cha kwanza, target number 1 ni kwa ajili yako wewe. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hapo unahakikisha kwamba utakapozeeka hautateseka. Utakapozeeka una uhakika na maisha. Utakapozeeka unakuwa na uwezo wa kuishi. Sawa? Hili ni jambo la muhimu sana. So we don't invest purposefully kwa ajili ya watoto mwanzoni. Tunawekeza kwa ajili yetu. Unaelewa? Mwanzoni tunawekeza kwa ajili yetu, hatuwekezi kwa ajili ya watoto kwa mwanzoni. Kwa sababu yani ni afadhali sana mzazi aliyewekeza kwa ajili yake yeye
akafika uzeeni akawa na uhakika wa kuishi, yani fedha zake zikawa hata zinamtoshea yeye peke yake, huku watoto wanajipambania hali zao. Inasaidia sana kuliko mzazi anafika uzeeni hana uwezo wa kujitegemea mwenyewe, hana chochote, anageuka tegemezi kwa kila kitu. Hiyo haifai. Ni aheri mzazi ambaye alishindwa kuwekeza, kwa sababu hicho kipengele cha watoto kiko mbele hapa kwenye legacy, urithi. Hapa ndo ile kwamba unaweza kuwajengea nyumba watoto special kabisa, hii nyumba kwa ajili ya watoto. Hii ndo ile kwamba umetengeneza labda huu ni mradi, labda hiki ni kiwanja kwa ajili ya mtoto fulani, hiki ni fulani kwa ajili ya fulani, hiki ni kwa ajili ya fulani, hiki ni kwa ajili ya fulani. Hivyo vyote tunakuja kuvifanya, umeshajihakikishia nini? Umeshajenga kesho yako. Sasa hapa inawezekana ukawekeza labda UTT, sijui unaweza ukawekeza labda kwenye majumba ya kadhalika, lakini msingi mzuri wa kuiwekeza ndio unajenga msingi mzuri wa kutengeneza urithi. Narudia, msingi mzuri wa uwekezaji kwa ajili ya kesho ndio unajenga msingi mzuri wa kutengeneza legacy, urithi kwa ajili ya watoto na vizazi vingine vitakavyofuata huko mbele. Kwa hiyo unawezekana ulishatengeneza majumba yako kadhaa, majumba, halafu hayo majumba baadaye ndio yakageuka nini? Yakageuka ukachagua okay, katika ile majumba nilionayo labda majumba 10, 20, nyumba fulani atachukua fulani, nyumba fulani atachukua, lakini mwanzoni ulikuwa umewekeza kwa ajili ya income generation, ulijenga majumba kwa ajili ya kipato, lakini baadaye kufika huko ikabidi sasa turn kwenye nini? Kwenye urithi kwa ajili ya watoto. Kwa hapa inawezekana pia uliwekeza maeneo ambayo kimsingi hayana direct nini? Yani direct concern na nini? Na mgawanyo wa urithi kwa watoto. Ingawa kwa mfano hata kama ni shares, labda ni vipande, labda ni hati fungani au ni hisa, unaweza pia ukawagawia watoto, inawezekana. Something which is possible. Ila kuna ile kwamba umeshawekeza vya kutosha, una uhakika kwamba hata ukizeeka maisha yatakuwa fresh tu, poa. Lakini bado kuna deni la kuhakikisha unajiuliza maswali magumu. Siku ukiondoka duniani utawaacha nini? Utawaacha na nini watoto wako? Maswali magumu napaswa kujiuliza kila siku. Ukizeeka utawaacha na nini watoto wako? Bado ni mzunguko wa kipato unaendelea. Lakini pia kuna wengine nilimpenda mwalimu wangu mmoja akaniambia hivi, yeye anakusudia atakapofikisha miaka 50 hatofanya kazi tena, itakuwa ni mwendo wa kula bata na kuenjoy maisha, basi maisha yaliyobakia. Akifikisha miaka 50 anasema atakuwa anaishi maisha ya bata bila kujali, kwa sababu atakuwa ameshajenga misingi ya kujitosheleza. Ndio maana ile point ya mwisho ya burudani na kuenjoy mimi nimeweka mwishoni. Lakini kuna wakati unaweza kuwa unafanya kazi na dawa, unajiokotea hapa kazi na dawa, unajiokotea hapa kazi na dawa. Kosa ambalo wengi wanafanya ni hili hapa. Kosa. Usifanye hili kosa. Kosa ambalo wengi wanafanya, anapopata hela anadili na haya mambo haya. Anapata hela zake zote, akishamaliza kudili na usafiri, akadili na nini? Usafiri. Baada ya usafiri ni nini? Usafiri labda chakula, mavazi, kodi, sijui ada za watoto, mabando na heka zote hapa. Akimaliza vyote hapa, anakuja kwenye burudani hapa, ni kujiachia, ni vacation. Anafanya vitu ambavyo vinamfurahisha, kuenjoy maisha. Haya ni makosa ambayo ni marufuku kuyafanya. Usije ukajifurahisha maishani mwako kwa kutumia fedha itokao kwenye chanzo mama cha uchumi au cha kipato. Tunajifurahisha kutokea kwenye marupurupu ya uwekezaji. Yani unapokuwa umeshawekeza vya kutosha, umewekeza vya kutosha, umepata faida, umepata matokeo, umekuza uwekezaji wako. Yale matokeo au matunda ya uwekezaji ndiyo yanayotumika kwenye enjoyment. Lakini hapa katikati unaruhusiwa kuenjoy kidogo kimkakati. Narudia, kimkakati. Unapokuwa hujafikia uhuru wa kifedha, unapokuwa hujajijenga kiuchumi, enjoy kimkakati. Kwamba nitakuwa na enjoy labda kila baada ya miezi mitatu nitatenga kijibudget maalum.
Sio unachukua hela yote, sio unakula unaganga njaa, njaa ikiisha unaenda kuenjoy. Kazi na dawa, ile kazi na dawa kidogo kidogo kimkakati, kidogo kidogo kimkakati, kidogo kidogo, sio ile ya kujiachia burudani ya hela yote, unakunywa pombe, unafanyaje. Unapokuwa unajenga kipato au unajenga uchumi, mwanzoni kinachotakiwa ni kuhakikisha kwanza unajenga maono, kusudi lako, ndoto yako, then unakuja kujenga kesho yako bora kwa kuwekeza vya kutosha, lakini pia unakuja kutengeneza urithi kwa ajili ya watoto, utawaachaje, then huku unaenjoy ukiwa sasa uko huru kwa kuvuna kutokea hapa. Maisha haya ni kweli hatukuzaliwa kuteseka. Actually, hatukuzaliwa kuteseka. Lakini hatukuzaliwa kuja kupoteza muda. Tulikuja kuishi kwa kusudi, tufanye vitu vya msingi. Baada ya kufanya vitu vya msingi, tuondoke tukiwa na ushindi wa kufurahisha ambao duniani utabaki kuwa ni kumbukumbu ya kwamba sisi tumewahi kuishi. Tumewahi kuishi, tumewahi kuwepo. Sio, unaelewa vizuri? Kwa this is how tunaweza tukafanya na mambo yetu yakaenda vizuri, murwa, burudani barabara kabisa, na mambo yetu yakawa safi. Kwa hiyo this is Coach Amos, asanteni sana kufuatilia live ya leo. Naamini kuna kitu utakuwa umejifunza. Kwa wale ambao mko live kupitia Instagram na Facebook, unaweza kaniambia kama kuna kitu umeokota, kuna kitu umejifunza, kuna kitu umefurahi, kuna kitu au kuna swali, unaweza kaandika hapo kwenye comment section, alafu naamini itakuwa ni jambo kubwa sana. Asante sana. Karibu, kama kuna swali lolote unaweza kujibu, ukauliza swali tukakujibu, lakini pia kama una jambo umejifunza unaweza kutuambia. Leo tumejifunza kuhusu mzunguko wa kipato. Tumeanzia mzunguko wetu wa kipato kwenye kudili na mahitaji ya muhimu ambayo tumeyaita njaa. Tumekuja kwenye ulinzi, security, emergency fund, muhimu sana. Then tumekuja kwenye the so called maono. Lazima maono uyajenge ndoto zako ambao tunaita ndio maisha halisi, the real life, kwa kutumia vipawa, vipaji, ndoto, shauku yako ambao ndo maisha halisi. Lazima utumie mtaji wa kipato chako ili kuweza kufanya hiki kitu. Then baada hapo unakuja kuwekeza kwa ajili ya kujenga kesho. Invest. Unawekeza wapi? Kwenye ardhi na kadhalika utawekeza. Wekeza labda kwenye UTT AMIS, hati fungani na kadhalika. Wekeza sijui wapi, wekeza. Then hakikisha unakumbuka, tengeneza legacy. Jiulize maswali magumu. Utakuwa mgeni wa nani siku ukiondoka duniani, au utakapokuwa umeondoka duniani? Utawaachaje watoto wako? Utawaachaje kizazi chako? Utawaachaje? Hayo ni maswali ya muhimu sana kujiuliza, ili kwamba uweze kuishi maisha ambayo ni very meaningful. Lakini pia nikazungumzia issue ya kuenjoy. Kuenjoy ni muhimu, lakini nimeweka kuenjoy mwishoni kwa sababu kuenjoy bana, kuenjoy unapokuwa bado unatengeneza cycle nzuri, unapoendelea kucirculate hapa, kuenjoy natakiwa enjoy kimkakati. Lakini ukishajenga misingi imara mizuri kabisa, uko strong, uko stable financially, unaweza ukawa na freedom ya kuweza kufanya shughuli zako au ukafanya ruti zako za kwenda kufurahia, ukajifanyia enjoyment huko, vacations za kutosha, zile babu kubwa. Kosa ambalo nimekuhimiza usilifanye ni kosa la kuruhusu njaa, kudili na njaa ikiisha unakuja kudili na burudani. Njaa burudani, njaa burudani. Hawa ni watu wasio na maono kabisa. Unanunua magari ambayo ni luxurious cars, magari luxury kwa kutumia pesa za mikopo sijui na kadhalika. Hii kitu ni mbaya sana. Kuna watu ambao wanakopa mikopo huko benki, hawajajijenga kiuchumi, hawana hata ulinzi, hawajajenga maono, hawajajenga future, hawajajenga legacy. Wananunua magari ya kifahari hapo. Kama hiyo gari inakuingizia fedha, it is okay, lakini mwanzoni I wish tuwekeze zaidi kwenye kujenga vyanzo zaidi vya kipato hapa kwenye uwekezaji, au kama maono yako pia yanatoshea kukutengenezea fedha, wekeza hapa, then utakuja kuenjoy kwa kutumia matunda ya uwekezaji. Jamani, tunafanya hivyo, hatuenjoy kwa kutumia fedha ambayo imetoka kwenye chanzo mama.
tunaenjoy kwa kutumia fedha inayotoka kwenye chanzo B ambayo tunasema ni secondary source of income au kutoka kwenye investment. This is how we prioritize enjoyment kwenye journey towards financial freedom, hasa katika kujifunza mzunguko wa kipato, the art of income circulation. Asanteni sana kwa siku ya leo. Thank you very much. Nafikiri tutakuwa live tena kwa siku ya kesho. Mungu akitujalia. All the best. Wale ambao mnahitaji vitabu, kuna vitabu viko hapa, unaweza kupata vitabu vyako kujifunza. Tuanza na hiki, kuna kitabu cha Nguvu ya Pesa ambacho kinazungumzia namna ya kujiimarisha kiuchumi kwa kuhakikisha kwamba every coin, kila fedha inayopita mkononi mwako ina count hatua moja kuelekea kwenye kujijenga kiuchumi na kuimarisha hatua zako za kifedha. Watu wengi wanapata fedha lakini hawajui zimeenda wapi. Na hapo ulipofika, tukikuuliza hela ngapi imepita mkononi mwako, jibu natuambia kwa kweli ni hela nyingi sana, si ndio? Hela ni nyingi. Lakini je, hatua ulizozipiga kwenye safari yako ya maisha, je, una uhakika inakupa ridhiko la moyo kusema kwamba matumizi yako ya fedha, kwa wingi wa fedha uliopita mkononi mwako, inaendana na hatua za kiuchumi ulizozipiga? Wengi majibu yanakuwa kiukweli hapana. Nakiri kabisa fedha iliyopita mkononi mwangu ni nyingi, ila niliyoyafanya hayaendani. Kwa hiki kitabu ni suluhisho, kinaitwa Nguvu ya Pesa. Kinakwambia tafuta pesa uheshimike, lakini kinakuhimiza kutumia fedha kimkakati, ili kila fedha unayoipata ikusaidie kujenga daraja, kupiga hatua fulani kwenye maisha yako. Lakini kuna kitabu hiki kingine kinaitwa Kipato Endelevu, kinazungumzia namna ya kujenga kipato kisicho na ukomo. Tunasema generational wealth, au kipato ambacho kinaweza kudumu vizazi na vizazi. Hiki hapa cha Kipato Endelevu. Na kuna hiki kitabu cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, kinazungumzia namna ya kujenga nidhamu ya fedha kwa vitendo. Nidhamu ya fedha kwa vitendo, kwenye kutengeneza fedha kwa nidhamu, kutumia fedha kwa nidhamu, kupangilia upande wa mambo ya budget. Lakini pia kinazungumzia pia kuongeza kipato kwa nidhamu. Lakini pia inahimiza sana kipato ambacho nakitengeneza kiwe kinaweza kupangika katika miongozo, yani ule usimamizi wa fedha kabisa. Usimamizi wa fedha kinazungumzia kwa undani sana mwongozo wa nidhamu ya fedha. Lakini pia kuna hiki kitabu cha Mikopo na Madeni ambacho kinazungumzia mambo makubwa manne: kutoka kwenye madeni kama umeshaingia, kuepuka madeni yasiyo na ulazima, ikiwa madeni hayo hayana ulazima wowote usiingie. Lakini pia kinakuhimiza jinsi gani ambavyo unaweza ukakopa kitaalamu ili ujenge utajiri kwa kutumia fedha za watu wengine. Lakini kinakufundisha namna ambavyo unaweza ukawadai wale ambao wamechukua hela yako, unaelewa? Yani umewakopesha fedha afa hawakulipi, namna ya kudai. Kuna njia 7 ambazo zitakupa majibu ya ajabu sana. Nimezifundisha maeneo mbalimbali na zimeleta majibu. Watu wamelipwa hela zao. Naamini na wewe pia ukienda kuzitumia mbinu hizo zilizoko humu zitakusaidia. Na kuna kitabu hiki kinaitwa Uchumi wa Mwanamke. Hiki hapa kinazungumzia mwongozo wa mwanamke kutimiza ndoto zake za kifedha. Moja ya vitabu bora sana, kila mwanamke na kila binti anatakiwa kukisoma. Asante sana wote mnao tu watch kupitia Instagram live na Facebook live. Kama una dada yako, una mama yako mzazi na uishi kitabu hiki, umnunulie kama surprise, kama zawadi. Ni moja ya vitabu bora sana, unaweza kuhakikisha kila mtu mwenye jinsia ya kike anapaswa kuvisoma. Uchumi wa Mwanamke. Lakini kuna kitabu hiki cha Misingi 8 ya Mafanikio, kinazungumzia foundations ambazo kila chanzo cha mafanikio tunayoyasikia kinapoanzia. Mafanikio yanaanzia ndani. Kwa hiyo yanaanzia ndani ndipo yanakuja nje. Yakija nje yanaanzia ndani, kwenye mind, kwenye moyo, kwenye imani, lakini kwenye mtazamo. Then yanakuja nje kwenye tabia, kwenye ujuzi, kwenye matendo na kwenye discipline, nidhamu. Then yanakuja katika matokeo, reality. Matokeo kwenye reality hatuyapati mpaka tuwe tumeyajenga ndani, kisha tumeyatengenezea tabia nje, ndipo tunaweza kuyatokeza kwa nje yakaonekana bila mashaka. Kwa hiki kinakufundisha vitu vya msingi sana kuhusu misingi 8 ya mafanikio. Na kuna kitabu hiki ni maalum, hiki kinaitwa Mkristo Tajiri, kinazungumzia kwa wale watu wa dini ya Kikristo, kwa sababu nimefundisha semina nyingi
makanisa tofauti tofauti, mikoa mbalimbali, nikawa nimewaandikia kitabu. So this is a special book, unaweza ukakipata. Na by the way, leo ni Jumapili, so you can get your book wherever you are. Vyote vitabu vina bei tofauti. Kuna cha 15,000, 20,000 na cha 10,000. Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha ni 15,000, Misingi na Mafanikio 15,000, Uchumi wa Mwanamke ni 20,000, Kipato Endelevu ni 20,000, Nguvu ya Pesa ni 10,000 na Mikopo na Madeni ni 20,000. So kanuni ni ile ile, the more you learn the more you earn. Wale mnaohitaji mawasiliano zaidi, hayo hapo sijui yanaonekana. Hii hapa 0766181367. Wale mnahitaji semina za uchumi kwenye taasisi, makampuni au makanisani, tumieni namba hiyo hapo. Lakini wale ambao mnahitaji vitabu pia tumieni namba hiyo hapo. Unaweza ukapiga simu au ukatuma ujumbe WhatsApp. Na wale mnahitaji kujiunga magrupu yetu ya WhatsApp, unatuma message tu kupitia namba hiyo ya WhatsApp. Ujumbe ukija tu utapokelewa na link, utajoin kwenye madarasa yetu. Thank you very much. Learn more, train more, and live a great life. Till next time. Thank you very much. Bye bye. Yes.